Ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ikiwa tayari ameshawasili kwa ajili ya kwanza kutoa medali kwa mshindi wa pili, lakini pia na kwa bingwa wa michuano ya Mapinduzi msimu huu wa mwaka 2020 ambaye ni Yanga Sports Club. Kumbuka hizi ni finali za 20, lakini pia ni mara ya kwanza Azam FC na Yanga Sports Club wanakutana tangu kwanza kwa michuano hii. Namna gani ambavyo naweza ukaona ilikuwa ni mechi ya kusisimua, ya kukatana shoka, na hao ndio mabingwa wa Kombe la Mapinduzi, Yanga Sports Club wakiwa taratibu kabisa wanawasili nao hapa kwa ajili ya kuanza ama kusubiri ule wakati wa kuweza kupatiwa medali za ubingwa, lakini pia na kombe lao la Mapinduzi. Kama ambavyo unatazama, wanakaa pale kwa ajili ya pale ambapo Azam FC wanapokuwa wanapita kwa ajili ya kuweza kuwapongeza ama kupongezana kwa kile ambacho kimetokea dakika 90, lakini pia dakika 120 ambazo zilikuwa za kukatana shoka. Kiukweli kwa namna moja ama nyingine ni miongoni mwa mechi ambayo kiufundi hauhitaji kupepesa macho kuweza kumpongeza mwalimu Florent Ibenge. Kwa mbali namuona afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe akiwa amevalia kanzu maridhawa kabisa. Kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema mufti huyu hapa, lakini ndio hivyo, ni meneja habari na mawasiliano wa klabu Yanga. Lakini pia namuona rais wa klabu ya Young Africans na mwenyekiti wa virabu barani Afrika Engineer Hersi Ali Saidi na makamu wake wa rais Arafat Haji, kwa namna moja ama nyingine wakienda kuwapongeza wachezaji kwa kila ambacho wamekifanya. Bila shaka ni mwaka ambao wanauanza vizuri kwa upande wao kama klabu, kwa sababu mwaka 2026 ni takriban siku 13 zimeshaondoka na tayari wanaweza kupata ama wamepata medali yao ya kwanza ya Kombe la Mapinduzi. Kwa sisi watu wa kuchagiza unaweza ukasema masaa 20 yametosha Alan Okello kuwa na medali ya Young Africans katika kuchagiza, kwa sababu tayari ni mchezaji wa Yanga Sports Club, na hicho ndicho ambacho kinaendelea kwa sasa. Kinachokusubiliwa ni rais wa Zanzibar akiendelea kutoa zawadi kwa wadhamini mbalimbali ambao wameshiriki na mmoja nyingine katika kuhakikisha safari hii ya michuano hii ya Mapinduzi msimu wa mwaka 2026 inakwenda vizuri na inatamatika salama salmin. Na nikukumbusha tu, bingwa anaweza kubeba milioni 150. Bingwa wa michuano hii ya Mapinduzi msimu huu anaweza kubeba milioni 50. Bingwa wa michuano hii, lakini mshindi wa pili anabeba milioni 100. Unaweza kuona namna gani ambapo michuano hii msimu huu imekuwa na msisimko mkubwa. Kwa haraka tu, safari ya baba hao wawili ilianzia pale New Amani visiwani Zanzibar, Azam FC wakianza na Mlandege, Singida Black Star wakaweza kucheza na URA na kufanikiwa kucheza tu ya nusu finali ambapo walicheza na Simba Sports Club, na hatimaye leo hii finali na Yanga Sports Club. Huko upande wa mabingwa Young Africans, wao walianza safari yao zidi ya KVZ, lakini pia TRA United na kukutana na Singida Black Stars katika mchezo wa nusu finali, hatimaye kufika finali zidi ya Azam Football Club. Kinachosubiriwa kwa sasa ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiendelea kumalizia kutoa zawadi mbalimbali kwa wadhamini mbalimbali ambao wamefanikisha swala hili kuwa limetamatika salama. Badala ya hapo waweze kugawa sasa zawadi kwa timu zote mbili. Na bwana, mchezaji bora wa mchezo wa leo ni Musa Bala Conte. Musa Bala Conte ndio mchezaji bora wa mchezo na ameweza kujichukulia kitita cha shilingi milioni 3 za Kitanzania. Bala Conte amecheza kiungo ya chini pale, lakini katika mchezo uliopita aliweza kucheza defender pale namba 5 kabla ya kurejea kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Abdulrahman Baka pamoja na Dickson Job. Bingwa hao kiwa wanasubiri taratibu ziweze kukaa sawa kwa ajili ya kuweza kuvaa medali, lakini pia na kuweza kupewa kombe lao. Manake mwaka 2026 wananchi
wameianza kwa kombe la Mapinduzi. Baada ya mashindano haya, mechi inayofuata kwa timu zote mbili ni michuano ya kimataifa, ambapo Young Africans wanakabiliwa na mchezo wao dhidi ya Al Ahly ambao utachezwa Egypt, au Azam FC nao watasafiri kuelekea Nairobi kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Nairobi City. Kipi ambacho huenda ikawa ni miongoni mwa michuano ambayo pia imewapa walimu kiufundi mbinu na kile ambacho wanahitajika kukifanya katika timu zao. Wakati nipo jukwani, kuna mdau mmoja alikuwa ananiambia fundi wa mpira yote hajawahi kukosa penalti mbili kwa wakati mmoja. Namzungumzia Pacome Zouzoua ambaye alikosa penalti katika zile dakika 120. Mwisho wa siku akaja kupewa tena penalti ya 3 katika zile penalti 5 ambazo zimeamua nani awe bingwa. Kaweza kuwapatia wananchi furaha. Huenda ikawa ingekuwa siku mbaya kwake na siku nzuri kwa Aishi Manula kama angekosa tena penalti ya pili, lakini sivyo, bahati kaweka ndani ya kimia na ikawafanya wananchi kukamilisha penalti zao 5 na zikiwafanya kuwa mabingwa wa michuano hii ya Mapinduzi. Ni jambo la kufurahisha bwana, timu hizi tangu kuchezwa kwa michuano hii ndio kwa mara ya kwanza zinakutana hapa katika uwanja wa Gombani, lakini katika hatua ya fainali. Wamekuwa wakicheza hatua mbalimbali, hatua za makundi, mtoano, labda nusu, lakini hazijai kucheza fainali. Azam FC na Yanga Sports Club. Maana yake inaingia kwenye rekodi kwamba kukutana hizi timu fainali ilikuwa ni mwaka 2026 Januari 13, na Yanga ndio walikuwa mabingwa wa michuano hiyo baada ya kuweza kuwafunga kwa mikwaju ya penalty Azam Football Club. Kwa sasa kinachoendelea ni zoezi la picha kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na baadhi ya wadhamini ambao wameweza kufanikisha jambo hili kuweza kutamatika salama salimina. Hatimaye leo hii linatamatishwa hivyo kwa mabingwa Yanga Sports Club ambao ndio wameibuka washindi kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Tunachokisubiri kwa sasa na taratibu ziendelee ili mshindi wa pili aweze kuja kupata medali na hatimaye mabingwa waweze nao kuja kuchukua kombe lao na kuvaa medali, ambapo mgeni rasmi ndiye atafanya tukio letu pamoja na kushirikiana pia na baadhi ya viongozi mbalimbali akiwemo waziri pale wa utamaduni, sanaa na michezo, lakini pia naibu wake waziri na viongozi mbalimbali wakihakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa bin sawia. Na kinachoendelea kwa sasa ni mabingwa wakitoa pongezi kwa washindi wa pili Azam Football Club ambao wanakwenda kuvaa medali yao ya mshindi wa pili, lakini pia na kupokea zawadi yao ya Tanzania shilingi milioni 100 ambazo wamezipata kama ambavyo ilitangazwa taratibu. Namwona Jafet Kitambala akiwa amevalia jezi nambari 23, jezi nambari 23 ya mchezaji Shadrack Boka, lakini pia namwona Sadio Kanut naye akiwa amevalia jezi nambari 10 ambayo ni ya Pacome Zouzoua, lakini haya Zaid akiwa amevalia jezi nambari 3 ambayo inavaliwa na captain wa Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto. Namna moja ama nyingine unaweza kusema ilikuwa ni miongoni mwa mechi bora na ilikuwa na hadhi ya finali, lakini 120 zimeweza kuonesha namna moja ama nyingine walimu kimbinu walivyoamua kufanya mchezo kuwa mgumu, lakini pia kama ambavyo natazama zoezi la kuvalishwa medali za mshindi wa pili ikiwa linafanywa pia na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Sadio Kanut na jezi ya Pacome Zouzoua mgongoni. Bila shaka kila mtu anakuwa na role model wake bwana. Hivyo ndivyo ambavyo anaweza kuzungumza kwa kile ambacho amekifanya. Ameona anahitaji kubaki na ukumbusho katika michuano hii ya Mapinduzi msimu wa mwaka 2026. Ilibidi tufanye hivi baki kama historia, lakini Kaminko naye akaona isiyo tabu, akamfuata
mwanae sana jezi nambari 29 Prince Dube. Kumbuka alicheza naye timu moja Azam FC, akachukua jezi ibaki sehemu pia ya ukumbusho. Unamuona mwalimu master plan Florent Ibenge, miongoni mwa walimu ambao huwezi kubisha kwamba kuna moja nyingine alifanya mchezo kwa mgumu zaidi, hasa baada ya mchezaji wake Diakite kuweza kupewa kadi nyekundu. Lakini kwa mbali namuona Abdul Karim Popat, makamu wa rais wa Azam FC, akiwa na Mudathiri haya Abbas, wakijaribu kuteta jambo baada ya kuweza kupokea medali ya mshindi wa pili. Na sasa zawadi inayofuata kwa sasa ni mabingwa. Kwanza anakwenda mfungaji bora wa michuano hii, anakuwa ni Japhet Kitambara kutoka Azam Football Club, na anakwenda kuchukua tuzo yake ya mfungaji bora wa michuano hii ya Mapinduzi Cup msimu wa mwaka 2026. Kwa mara ya kwanza Young Africans wanakutana na Azam Football Club, na Yanga anafanikiwa kuwa mabingwa kwa kuweza kuwafunga Azam Football Club. Japhet Kitambara sasa amefika na anapigiwa makofi na Ali Shaban Kamwe, lakini pia na wachezaji wa Young Africans baada ya kuweza kutoka vyumbani, na anaelekea moja kwa moja kwenda kuchukua tuzo yake ya mfungaji bora wa michuano hii ya Mapinduzi Cup msimu wa mwaka 2026, na anakabidhiwa na Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Na sasa baada ya tuzo hiyo inayofuata ni medali maalum. Inasubiriwa zawadi maalum ambayo atakabidhiwa Rais wa Zanzibar, na unayoitazama sasa hivi hapo ni mabingwa wakisubiri tu wakati kwenda kuvaa medali yao bingwa wa michuano ya Mapinduzi. Yanga Sports Club wanaianza safari msimu wa mwaka 2026 na kombe la Mapinduzi, maana yake ndio kombe ambalo linakwenda kukaa kabatini. Sasa ni wakati wa mabingwa wa kombe la Mapinduzi msimu wa mwaka 2026, lakini hii ikiwa ni msimu wa mwaka msimu wa 20, na kwa mara ya kwanza wamekutana na Azam FC katika hatua hii ya fainali, na inadhihirisha namna gani timu hizi zinavyokutana. Haijawahi kuwa mechi nyepesi, na wanaweza kupatiwa ubingwa ama medali ya ubingwa ama ya mabingwa wa michuano hii ya Mapinduzi Cup. Na zoezi hilo linafanyika pia nafanywa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, na kama unaona Mohamed Hussein Shabalala tayari ameshavaa medali yake, lakini pia namwona Kibwana Shomali Abutwari Msheli ambaye pia amefanikisha kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwa mabingwa kwa kuweza kucheza mkwaju wa penalty ambao umewafanya Young Africans, namwona yekuwa kwa mbali akifanya mbwembwe, bila shaka ni furaha ya kile ambacho wamekifanya katika dakika 90, lakini dakika 120 ambazo zimewafanya Yanga Sports Club kuwa mabingwa leo hii ambao tunaimba hivi sasa mbele yako hapa ambao nawatazama, wakihakikisha kwamba wanakuwa mabingwa wa kombe la Mapinduzi mwaka 2026 wakiwafunga Azam Football Club. Namwona Baka, lakini pia namwona Kibwana Shomari kiweza kutaniana hapo kuna moja ama nyingine. Ushaka wote ni furaha tu, kama ambavyo wenyewe wamekuwa wakitamba Mudathiri haya basi kizirudi kidogo
Asikwambie mtu bingwa na raha yake, asikwambie mtu kuvaa medali na raha yake, na ndio maana unaona pindi tu unapokuwa bingwa basi kuna namna furaha inapitiliza na shangwe linakuwa la hatari kweli kweli. Ninamwona kocha Pedro Gonzalez naye akiwa anacheza Yanga Kuva waiona katikati ya wachezaji wa Young Africans. Na kumbuka inakuwa ni historia yake akiwa na Young Africans, maana yake ameweza kuifanikisha Yanga kucheza finali na kuwa bingwa wa Kombe la Mapinduzi tangu kuwasili, lakini mpaka hivi sasa pia bado katika nafasi nzuri katika michuano ya kimataifa kwa sababu ana alama 4 katika kundi lake ambayo wananchi pia wanasubiri kuona maajabu ya Pedro Gonzalez kuhakikisha wanatoboa katika kundi lao katika michuano ya kimataifa na kuweza kwenda katika hatua ya robo finali. Lakini msimu wake 2026 upande wao umewakalia vizuri kwa sababu wameanza safari, lakini namuona rais wa Young Africans Engineer Said Ali akiweza kupiga picha na kombe, lakini pia akiwa na makamo wake wa rais Arafat Haji, kwa pamoja wakiwa wanapiga picha pamoja pia na captain Bakari Nondo Mwamnyeto kabla ya kukabidhiwa sasa kuja nalo huku. Namuona pia meneja wa klabu ya Young Africans naye, lakini nimemuona pia Bakari Nondo Mwamnyeto naye anasubiri sasa kukabidhiwa kombe na baada ya kombe kuletwa kwa wachezaji wa Yanga Sports Club, lakini pia rais wa Zanzibar ambaye pia ni mgeni rasmi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ataweza kupiga picha na wachezaji kama sehemu ya kumbukumbu ya safari hii kwa msimu wa mwaka 2026, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuionea, na tayari kombe lile pale anasubiri sasa, anakwenda sasa kukabidhiwa Bakari Nondo Mwamnyeto kombe. Bakari Nondo Mwamnyeto anakabidhiwa kombe. Bwana, ni shangwe tayari kimeanza kuwaka hapa kwa kile ambacho kimetokea, na ni shangwe baada na Mwamnyeto taratibu kama ilivyo kawaida yake, taratibu kabisa, na baruti zinalia, ishara ya kwamba bingwa anapewa heshima yake. Na kama ilivyo kawaida Bakari Nondo Mwamnyeto pindi ambapo anapata kombe lazima amshukuru Mungu, na hicho ndicho ambacho anakifanya hapo Eli Kapitano Bakari Nondo Mwamnyeto akiwa anasali kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kuweza kuwa mabingwa, na pembeni yake akiwa rais wa Zanzibar. Bila shaka hii ni kumbukumbu kubwa sana 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 kwa kapteni, lakini pia kwa upande wake kama mchezaji, na anapongezwa baada ya kuweza kutumateka, na rais anawapongeza naye akiendelea kushukuru baada ya kuweza kuwa mabingwa. Anashukuru na sasa na 1, 2, 3 mabingwa wa Mapinduzi Cup msimu wa mwaka 2026 Yanga Sports Club. Ndivyo ambavyo wanasherehekea ubingwa wao hapa katika uwanja wa Gombani Pemba hapa visiwani Zanzibar.